Mwanamume alichana gari la anasa lenye thamani ya dola milioni 1 kwa ufunguo. Kisha alichukua nyundo na kuvunja madirisha yote ya gari. Sekunde inayofuata alitoa kadi yake ya benki na kulipa fidia kwa hasara zote dukani. Kila mtu alidhani yeye ni mwendawazimu, lakini mwanamume alikuwa na furaha kubwa, kwa sababu baada ya kupigwa na gari jana usiku, alipata kadi ya benki nyeusi ya kushangaza. Kwa muda mrefu kama alitumia pesa kwa mwanamke, salio kwenye kadi lingeongezeka mara 10. Mwanzoni, mwanamume hakuweza kuamini. Kwa bahati nzuri, gari la mwanamke liliharibiwa. Baada ya kumlipa mwanamke dola 1,100, hakika alipokea dola milioni 1 kwenye akaunti yake. Mwanamume mara moja alihamisha dola 500,000 kununua gari hili, na akaunti yake iliongezeka kwa dola milioni 5. Ili kuongeza pesa zaidi kwenye akaunti, pia alitaka kumlipa mwanamke fidia ya kihisia. Mwanamke alidhani mwanamume alimpenda. Alimpeleka mwanamume kwenye duka la magari ya anasa. Mwanamke alisema kuwa mwanamume akimnunulia gari la anasa, angekubali kuwa naye ili kuongeza pesa kwenye kadi tena. Mwanamume alichukua nyundo tena na kuvunja magari yote ya anasa dukani, na utajiri wake mara moja ukawa wa bilionea. Baada ya hapo, mwanamume alitumia pesa hizi kununua ndege. Wakati alikuwa akifurahia huduma za waandishi wa ndege, mhudumu wa ndege alikimbilia kwa mshangao na kusema kuna bomu kwenye ndege. Kilichokuwa cha kushangaza zaidi ni kwamba kapteni aliwatuliza watu kwa ufupi na kukimbia na seti ya mwisho ya vifaa vya kutua. Wakati huu, mwanamume aliyejidai kuwa mtaalamu wa kuzima bomu alikaribia. Alipofungua sanduku, alidhani huu ndio bomu rahisi zaidi, lakini mtu alimkumbusha mtaalamu kuwa bomu hili lilikuwa gumu sana. Mtaalamu alidhani mwanamume alikuwa anamshinikiza. Alimwambia mwanamume akase kwa hasira, wakati mtaalamu alikuwa anatetemeka karibu kukata waya. Mwanamume alitoka tena kumzuia mtaalamu. Pia alimwambia mtaalamu kuwa kukata waya hii kungeharaka mlipuko, lakini mtaalamu bado alikata waya. Mshindi wa bomu ulisimama. Kila mtu kwenye ndege alidhani msukumo umetatuliwa. Wakati kila mtu alikuwa anasherehekea, wakati uliharakisha ghafla. Kila mtu alianza kushtuka tena. Katika wakati muhimu, mwanamume mara moja alitoa kifaa cha kioevu ndani. Mlipuko wa kifaa hiki ungesababisha mlipuko mkubwa. Kutenganisha kifaa cha kioevu na baruti kulisitawi kutatua msukumo. Na sasa jambo la kwanza mwanamume anataka kufanya ni kumhukumu mtaalamu huyo mwenye kipumbavu wa kuzima bomu.